tugundue vyanzo vya mapato hata vifike trilioni kwa namba, kama tukujenga discipline na adabu ya kutumia kodi zetu, haitakuwa na manufaa. Mchawi wetu sisi ni discipline, ni adabu ya matumizi ya kodi zetu, ndio mchawi. Na ukitaka kujua kama ndio mchawi, zaidi ya miaka 7-8 toka kwa Profesa Asad tumekuwa tukiona kila mwaka ukifika CAG akiingia bungeni, akiingia kwa Mheshimiwa Rais kutoa taarifa, unasikia matobo. Alafu matobo yale hayadhibitiwi, yani kila mwaka matobo. Hata taarifa inayokuja sasa hivi nayo ina matobo. Sasa hata vio vyanzo kiasi gani haitotusaidia. Wanasema Waswahili, usilaumu utupangukia, laumu utupojikwaa. Tuangalie kwanza, tudhibiti tulicho nacho kwanza, tegemea ulichokishika mkono. Kuna mwanamuziki mmoja aliimba, tegemea ulichokishika mkono, usitegemea utakacho kipata. Kwanza tulichokishika leo katika kodi zetu wenyewe za ndani, tunadhibiti ya matobo. Ndio natoa mfano kwamba unakuta tunakubaliana tukajenge shule kwa shilingi milioni 200. Sawa? Tunatoka tunakwenda kuingia mkataba milioni 400. Alafu jengo likishajengwa, ukipeleka wataalamu wanakuta jengo pamoja na kujengwa na mkataba shilingi milioni 400, thamani ya pesa, value for money, unakuta inasimama milioni 70. Sasa huhitaji mzungu wala Mwarabu wala nani, ni sisi wenyewe. Yani ili tuvuke lazima tusemane, lazima tuambiane ukweli, tudhibiti, na ndio njia pekee. Haya mambo ya kutegemea wazungu watatoa na masharti mengine kwa mila desturi zetu yanakuwa ni mtihani. Sasa ndakusali kutarajia wakati tunazidi miaka 7, mimi nimekutoa kwa Profesa Asad, nimekutoa kwa Kuchele. Sawa? Na kabla Profesa Asad nafikiri alikuwa nani? Alikuwa nani? Dr. moja nani? Okay, nimemsahau kidogo. Hakuna ambaye CAG amekuja akasema kwamba kuna nafuu. Kuna sehemu zingine CAG anasema yeye amegeuka bubu. Sehemu zingine anasema apata cheti safi, cheti chenye mashaka. Kwani hao ni wazungu au ni Waarabu? Sisi wenyewe Tanganyika, wa Tanzania. Tupambane kwanza hapo. Yaani tudhibitiane hapo. Yaani hapo adabu ikiwepo. Adabu ya pesa zetu, ya matumizi ya kodi yetu ikiwepo, maisha yanaenda. Mimi nachoamini katika jimbo langu, tuna matatizo mengi makubwa. Tuna shida ya barabara, tuna shida ya mfumo wa maji. Sana maji ndio uhai. Lakini pia tuna shida ya ajira. Watu hawana ajira. Na unajua wajibu wa kutengeneza ajira ni wajibu wa kikatiba wa serikali. Lakini watu wanatakiwa pia wana ujuzi. Kama serikali inakwama kwenye kutengeneza ajira, basi wafundishe kazi. Nimefurahi tu kwenye mtaala mpya unaokuja wa upande wa elimu. Kuna elimu ya amali inakuja. Elimu ya amali mimi naisupport sana. Kwamba tunaenda sasa kuzalisha sio watu wanaojua kusoma ABCD. Tunaenda kuzalisha watu wanaojua kutengeneza kitu. Ya unapozungumza fundi ujenzi, basi unaenda kuzalisha fundi ujenzi. Unapozungumza fundi umeme wa magari, unaenda kuzungumza fundi umeme wa magari. Hiyo tu kwenye Wizara ya Elimu kwa kweli hapo pamenishawishi, na kwa hakika kama itakuja kama tulivyokaa tukizungumza kwenye vikao vya kamati, mimi naunga mkono kabisa. Ndio mahala pekee patatusaidia kutuvusha. Mimi mnavyoniona hapa, mimi ni fundi umeme. Sawa? Nimekuwa fundi umeme nikiwa na miaka 18, na nikabahatika mimi kuajiriwa serikalini. Na hivi ninavyokuambia hadi leo nimefanya vizuri. Lakini sio mimi tu, na familia yangu na wadogo zangu mimi, hata watoto zangu wapo waliochaguliwa kwenda form 5. Nikamwambia hamna kwenda form 5. Chukueni kozi fupi, vyo vya kati. Wameenda vyo vya kati. Na wengine wameingia serikalini sasa hivi wana ajira. Na wengine wanasoma, na mwingine anaanza Kampala University pale jimbo la Ukonga. Ndiko nakuamini. Mimi siamini kwa kwenda miaka 2, 5 na 6, miaka 3 chuo kikuu, alafu unatoka hakuna kukuajira. Unatoka huna unachoweza kuzalisha. Miaka imekwenda.